Siku ya Mwanabuda kufunguliwa. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako mwambie leo ni siku ya Mwanabuda kufunguliwa. Siku ya Mwanabuda. Na wakati Mwanabuda anapoenda kufunguliwa, maisha yetu hayatakuwa tena vile. Bwana asifiwe. Zile vifungo vyote ambavyo tumekuwa tumefunga, leo ni siku yake ya kufunguliwa. Bwana asifiwe. Najua umechoka kutoka asubuhi kwa sababu umekuwa na muda mwingi. Ningetaka tufungue katika kitabu ya Danieli 5. Kitabu ya Danieli 5 kutoka mstari wa 18 mpaka 28. Kama umefika pale sema amen. Danieli 5 kutoka mstari wa 18 mpaka 28, na nitaisoma kwa Kiswahili. Kwa habari zako ewe mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu, na kwa sababu ya ule ukuu aliyompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ndogo, akatenda kwa kiburi. Alizuiliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa nyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda ya mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukaloa maji kama umande wa mbinguni. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye aliyetawala katika ufalme wa wanadamu, na kuwa umeweka tu yeye amtakaye hawe yote. Na wewe mwanawe Belshaza ukujinyenyekeza, na wewe mwanawe Belshaza ukujinyenyekeza moyo wake, ijapokuwa ulijua hayo yote, basi umejiinua tu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe wakuu wako na wake zako na mazuria wako mmevijwea, nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na chuma na ya mti na mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote, na Mungu yule ambaye pumzi yako ipo na Mungu wake, na njia zako zote ni zake hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zako, na maandiko haya yaliyoandikwa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu umemsahau ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepungua. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepeanwa Wamedi na Wajameli. Bwana atukuzwe.
Bwana apatiwe utukufu. Niwaambia leo ni siku ya mwanapunda kufunguliwa. Bwana asifiwe. Katika somo hili ya siku ya leo nilipatia kichwa ya unyenyekevu. Bwana asifiwe. Ambaye aliye karibu na yeye kuwa unyenyekevu. Kwa sababu Mungu anataka tukaende kuwa watu wanyenyekevu. Bwana asifiwe. Watu ambaye wako na utiifu ndani yake. Bwana asifiwe. Unyenyekevu ni ile jambo la kujichusha chini hata kama unaonekana ukiwa mtu ambaye hapo na uwezo na nguvu. Bwana asifiwe. Na unyenyekevu kinyume yake ni kiburi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unyenyekevu ni jambo linatokana na Mungu na kiburi naye ni jambo ambayo linatokana na shetani. Bwana atapatiwe utukufu. Uliza mwenzako ama yeye ni mtu mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Unapoangalia historia ya mwanapunda kutumana na Yesu, jambo hilo lote lilikuwa linaonyesha jambo la unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati Yesu alitumana mwanapunda aende akaletwe, mwenye kutumwa hakukataa. Si kweli? Punda mwenyewe hakutaka kwenda. Ingawaje punda mtu anapiga watu matope, hakutaka kwenda. Wakati alisikia ya kwamba wakati aliendelea akaenda katika kumpenda Yesu. Bwana asifiwe. Na pia kwa sababu yule punda mwenyewe alikuwa na mwenyewe pia hakutaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jambo linaonyesha ya kwamba tunastahili kuwa watu wanyenyekevu. Watu ambao ndani yetu tuko na utiifu. Bwana asifiwe. Unyenyekevu na kizungu ni humility. Bwana asifiwe. Wakati wote ni vizuri kuwa watu wanyenyekevu. Lakini wakati mwingine ninaangalia mambo ninaona ya kwamba wale watu ambao ni watu wanyenyekevu wakati mwingine huonekana ni kama kwamba wao ni wajinga. Bwana asifiwe. Ni kama kwamba wao hawana uwezo wa kufanya mambo. Bwana asifiwe. Ni kama kwamba wao wenyewe hawajielewi. Bwana asifiwe. Na saa zingine inafika mahali kila mtu anawadharau. Bwana asifiwe. Lakini watu wenye kiburi, Bwana asifiwe. Wakati mwingine watu wanawaogopa sana. Bwana asifiwe. Wakati mwingine watu wanaona kama wanaweza fanya mambo ambayo ni makubwa sana. Bwana asifiwe. Yaani ni kiburi tu ambayo wako nayo. Saa zingine hata hawajui chochote. Bwana asifiwe. Kama hawana uwezo wa kufanya jambo lolote. Lakini kwa sababu ya kuangalia tu kidogo, Bwana asifiwe, unaona ni kama wewe umeshinda kila mtu. Hapa uko na uwezo kuliko kila mtu. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa nikiangalia hili andiko, niliona wakati mwingine tunaposoma sana. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba tumesoma kuliko kila mtu. Wakati mwingine tunaingiwa na kiburi. Bwana asifiwe. Unaona ya kwamba kwa sababu hakuna mtu aliyesoma kuliko, hakuna mtu anaweza niambia kitu, hakuna mtu anaweza nishauri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kutenda jambo kwako katika kila jambo unalitenda kwa kiburi. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunapoinuliwa kifedha na mali na pesa na mambo mengi ya dunia, Bwana asifiwe, tunaona ya kwamba kana kwamba wale ambao hawana ni kana kwamba wao hawajaokoka na Mungu. Bwana apatiwe utukufu. Unaanza kudharau watu wengine. Bwana asifiwe. Nataka niwaambie hivi watu wa Mungu, katika nafasi yote uliyoko hapa duniani, Bwana asifiwe, jua ya kwamba wewe si wewe umejichagua kwa mahali pale. Umechaguliwa ukakuwa pale ndio uweze kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu nilikuwa nikiangalia naona kwamba wakati wewe ni daktari, hautakuwa daktari ndio uweze kujitibu wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Unapokuwa mwalimu hauwezi kujielimisha, ni lazima uelimishe watu wengine. Bwana asifiwe. Na wakati pia unapopata mali, tuwa hayo mali pia si yako. Ni lazima uweze kugawa na watu wengine. Kwa sababu hakuna siku Mungu atakuja mwenyewe akuletee shilingi 1,000. Ni lazima atatumia ule mtu aliyebariki akuletee hiyo pesa. Si ni ukweli wa Mungu?
kuongea jambo kuhusu unyenyekevu. Bwana asifiwe. Na katika kitabu ya Yakobo 4:6 inasema watu hawana neema unyenyekevu, lakini wapinga wenye kiburi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe uliye unyenyekevu, ndio neema ya Mungu itakuwa ikikufuata kila wakati na popote unataka kwenda. Bwana asifiwe. Lakini wewe wenye kiburi, lazima Mungu atakupinga kwa njia yote ambayo utafanya. Usipokuwa uvumilivu, usipokuwa mtu mtiifu, ukiwa mtu wa kiburi, lazima Mungu atakupinga. Bwana asifiwe. Jifundishe kunyenyekea na kupenda watu wengine na kuheshimu watu wengine kama vile nafsi yako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Ile ndipo ninapokuwa nikisoma na niambia kwamba Shetani mwenyewe alikuwa malaika. Bwana asifiwe. Shetani mwenyewe alikuwa malaika. Alikuwa anakaa kiti moja na pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Alikuwa anajua yeye Mungu anaenda kutenda hapo mbele. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kiburi akashushwa na akaanguswa. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Proverbs 18:12 inasema kabla ya anguko moyo wa watu hujaa kiburi, bali ya unyenyekevu uangalia heshima. Bwana asifiwe. Kabla hujaanguka kwanza uanze na kiburi. Bwana asifiwe. Kabla haujaanguka, kabla hujashushwa chini, unaanza na kiburi. Bwana asifiwe. Kabla biashara yako itaanza kurudi chini, lazima utaanza na kiburi. Bwana asifiwe. Kabla utafuta kazi mahali unafanya kazi, lazima utaanza na kiburi. Bwana asifiwe. Kabla ndoa yako haitafutika, lazima utaanza na kiburi. Haleluya. Kabla mambo yako hayajapatana yote yakarudi chini, lazima utaanza na kiburi. Kwa hivyo kiburi ni mwanzo wa anguko katika maisha ya binadamu. Ni mzuri kuvitunza. Mahali unataka watu katika biashara zako, kuwa na moyo wa kuheshimu watu na kufanya watu wale ambao unakuwa pamoja na wao. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kuwa hana pesa ya kukupatia, anaweza kuwa hana pesa ya kukununulia. Bwana asifiwe. Lakini anaweza kuwa na neno la kushauri na uweze kuendelea. Bwana atapatia tukufu. Naongea jambo ya unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kabla ya anguko lolote, lazima utaanza na kiburi. Bwana asifiwe. Wengine walikuelewa, walipofika pale, ile mambo yalikuwa wanayojua yote ikosa. Bwana asifiwe. Wakaona yule mwingine hata hapo nyuma hangenipatia hii na hii na hii. Bwana asifiwe. Na kutoka hapo unaanza kiburi kwa mume wako. Bwana asifiwe. Unaona ya kwamba yeye hafai, unaanza kumdharau. Bwana asifiwe. Na hapo ndoa yako inavunjika. Ukirudi mahali unafikiria utaenda unapata yule alio. Bwana asifiwe. Unajipata ukiwa siku. Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Vile anavyoongea ni Mungu anaongea mwenyewe ndani yako. Bwana atukuzwe. Wakati mwingine tukiwa wanaume, tunapokuwa tukioa tunakuwa hata vile. Bwana asifiwe. Lakini wakati tunaanza kuinuliwa, tunaona ya kwamba tunaanza kuona ya kwamba yule tuliyekuoa sio mrembo tena. Wewe wakati wa utukufu unaanza kutafuta wale warembo kuliko bibi yako. Bwana asifiwe. Kumbuka kutoka siku ya leo, kabla ya anguko yote, lazima moyo wako utajawa na kiburi. Wakati unapojawa na kiburi, wakati unaanza kutafuta wengine, nao wanakula utajiri wako unaisha. Bwana asifiwe. Unajipata moyo umebaki naye yule uliona si mrembo. Bwana asifiwe. Na ndio Yakobo akasema ya kwamba wewe nyenyekea mbele za Mungu na Mungu atakuinua. Bwana asifiwe. Wacha nikarudi katika maandiko katika kitabu ya Danieli. Na hii kitabu sita iende yote
kwa sababu kila mtu anaelewa hii historia ya Nebukadneza. Bwana asifiwe. Vile alivyokuwa mfalme na akatumia vibaya ufalme wake. Bwana asifiwe. Vile alivyopatia cheo akakuwa mfalme, lakini akatumia ufalme wake vibaya, kwa sababu Mungu alikuwa amempatia nguvu na mamlaka. Leo hii hata wengine wamepatiwa nguvu na mamlaka juu yetu. Bwana asifiwe. Rafael akisimama aseme niinuliwe, ninainuliwa. Bwana asifiwe. Akisimama hanikemee, ninakuwa mtu wa kurudi chini. Bwana asifiwe. Unapata ile mamlaka Mungu amempatia, anaitumia vibaya. Bwana asifiwe. Ile kitu Mungu amekupatia itumie katika ile njia iliyofaa, kwa sababu ukienda kuingiza kiburi ndio mwanzo wako wa kushushwa. Bwana asifiwe. Wewe Mungu aliyekupatia mamlaka ya kuombea watu wanapona. Bwana asifiwe. Wewe kuombea aile tuwateke ndio uweze kuonekana. Bwana asifiwe. Kwa sababu saa zingine sisi tunapatiwa mamlaka katika ufalme wa kiroho. Jambo lote unaposema katika moyo wako inatendeka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukijua hivyo, unaweza kujielewa hivyo, ni mzuri ukaende kuongea baraka katika maisha ya watu. Ndio watu waendelee kuinuliwa. Bwana asifiwe. Na watu watakapokuwa wakiinuliwa, hapo ndio utaona haki na Mungu atakuhesabia haki. Hapo ndio Mungu ataweza kukuinua. Lakini wakati utashusha watu, Bwana asifiwe, hata wewe lazima utashuka chini. Nebukadneza alikuwa amepatiwa nguvu na uweza, lakini kwa sababu ya kutumia mamlaka yake vibaya, kwa sababu maandiko yananiambia kwamba yule aliyetaka kubariki alibariki, yeyote aliyetaka kumuinua alimuinua. Sio kweli? Yeyote alitaka kumhifadhi kaende kuishi halimhifadhi na aishi. Bwana asifiwe. Lakini mimi nashangaa leo hii wengi wetu tutapatiwa ile mamlaka ambayo ilikuwa inatengeneza, tunaweza itumia namna gani? Bwana asifiwe. Uliza mwenzako, unaweza itumia namna gani? Kwa sababu wengine watapatiwa mamlaka ya kwamba tuishi ama tusiishi. Kwa hakika hatuwezi ishi wenyewe, kwa sababu watu wengine wanatuchukia hata bila sababu. Sio kweli? Si kuna mtu anakuchukia hata bila sababu. Bwana asifiwe. Na kuna jambo moja nilijiambia katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Mimi sitawahi ingia katika vita, Bwana asifiwe, ya watu wawili ambao wamekosana. Bwana asifiwe. Kwa sababu chanzo ya kwanza kupigana mimi sijui. Sio kweli? Wakati mwingine unachukia mtu kwa sababu anachukiwa na rafiki yake. Wakati mwingine unatendea mtu vibaya kwa sababu alitendea mwenzako vibaya na si wewe alimtendea. Bwana asifiwe. Ujui unaongozana nini? Umehamia kwa sababu rafiki yako. Unataka uwe rafiki yako kwa sababu hawaongeleshani na pesa, hata wewe hautawahi kuongelesha. Na ujui unaanzana wapi na wanapelekana wapi. Bwana asifiwe. Hiyo ni kiburi. Tafuta sababu ya mimi kukosana na wewe. Nikuje nikuambie kutoka sasa wewe si rafiki yangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu njia zangu na zako haziendi pamoja. Bwana asifiwe. Maneno yangu na yale hawezi ingiana. Kazi zile ninafanya na zako asiwezi kupelekana. Bwana asifiwe. Tafuta sababu ambayo unaweza kusimamisha mbele ya mtu aone kwamba kwa hakika huyo mwanangu alikuwa ndugu wangu. Bwana asifiwe. Na si makosa yote inakufanya unakuwa ndugu wa mtu. Saa zingine ni mzuri kuliko uzaya. Bwana asifiwe. Tunaambia mtu kama unaweza kuandisha ama mimi kama naweza kuandisha tutapelekana. Bwana asifiwe. Usiingilie ile watu. Nataka niwaambie kutoka siku ya leo, usije kuingilia vitu vya watu. Tayari hiyo ni kiburi. Kwa sababu
unachukia mtu kwa sababu baba anamchukia. Unachukia mtu kwa sababu mimi namchukia na mimi rafiki yako. Bwana asifiwe. Mahali naishi kuna mama moja, watu wanamuitaga mokehanuru. Bwana asifiwe. Hakuna mtu utaka kumkaribia, lakini huyo mama anapenda mke wangu sana, anampenda sana. Bwana asifiwe. Na hapo mwanzo bibi yake alikuwa anamuogopa sana, kwa sababu alikuwa ananiambia huyu mama anataka kutukaribiana sana, na mimi nikisikia historia yake ni mama wa vurugu. Bwana asifiwe. Lakini wakati wote wakitembea na mke wangu, Bwana asifiwe, bibi yangu lazima atakuja na kitu extra. Bwana asifiwe. Kuna wakati mmoja sijui walienda wapi, wakati walienda huyo alipeleka yake akaona ploti mahali, huyo mama akaenda akaona ploti mahali ikamfurahisha. Bwana asifiwe. Akaambia mke wangu, kuna ploti nilikuwa nimenunua hapo karibu na kwako. Bwana asifiwe. Na nilikuwa nimelipa pesa kiwango hii. Bwana asifiwe. Ile ploti nasikia roho yangu haitaki, lakini nataka nikuachie. Bwana asifiwe. Akamwambia na mwambie, lakini sina pesa. Huyo mama akamwambia, hakika kuna pesa nimelipa na hakuna pesa utaitishwa kwa haraka. Ukiitishwa pesa mimi nitatoa. Bwana asifiwe. Wakati mke wangu alikuja akanipatia ile hadithi, nilimwambia uko na marafiki wengi sana ambao mimi najua. Bwana asifiwe. Lakini huyo tu ndio rafiki wangu wa kipekee. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati wote utakapotembea na yeye hivi, lazima utajipata umepata kama wengine. Bwana asifiwe. Sasa watu wote katika kijiji wanamchukia. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo yale wanafanya, ile kuongea wanaongea hawawezi pelekana na hawawezi kuwa marafiki. Bwana asifiwe. Kwa sababu maono yake na maono ya watu ni vitu mbili tofauti. Kwa hiyo hawawezi ikiana. Bwana asifiwe. Nikamwambia kutoka leo hii najua kuna marafiki wengi. Bwana asifiwe. Lakini marafiki wengi ni wa kukutumia. Wengi ni wa kukupeleka katika zile njia hazistahili. Lakini huyu ndio rafiki wa kipekee. Bwana asifiwe. Usichukie mtu kwa sababu anachukiwa na mtu. Usipige mtu kwa sababu anapigwa na watu. Usiombee mtu mabaya kwa sababu watu wengine wanamwombea mambo mabaya. Bwana asifiwe. Vita yao huwezi jua wameanzana wapi. Sio kweli? Nikirudi katika kitabu cha Danieli, wakati ule kijana ya Nebukadneza, Bwana asifiwe, Belshaza aliona mkono umeandika katika ukuta, na ile jambo ikakuwa ya kumsumbua sana. Bwana asifiwe. Wakati alitafuta watu wa kutafsiri ile maandiko, alipatikana tu wengine. Bwana asifiwe. Wakati Danieli alienda mahali pale, aliwaambia maneno bila kuogopa. Akamwambia kwamba baba yako alipatia meza hapa na Mungu, ya kulikuwa mtu yoyote anayetaka kumdhuru, ya kumbariki mtu yoyote anayetaka kumbariki. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu alitumia mamlaka yake vibaya, Bwana asifiwe, ndio hiyo maandiko yameandikwa siku ya leo. Na ukienda pale katika mstari wa 22 nasema, but you Belshazzar my son have not humbled yourself, though you knew all this. Bwana asifiwe. Ati wewe Belshazzar haujaelekea mbele za Mungu, hata kama unajua mambo hayo yote hayatotendeka. Unaona baba yako akishushwa, unaona baba yako akila kazi, unaona baba yako akitaka wanyama mzuri, mpaka akaibia kwamba
Ni mzuri kusoma historia ya vile mambo yamekuwa yakienda. Bwana sifiwe. Wakati wote mbele kuingia katika mambo, angalia zile ndoa zimevunjika kwa nini? Bwana sifiwe. Ndio ile kifungu kile ambayo imevunja ile ndoa usiingie wewe mahali pale. Bwana sifiwe. Wakati wote wanapoanza na kuanza biashara, wakati wote wanapoanza kununua, angalia zile biashara ambazo zimevunjika. Bwana sifiwe. Zile mambo wanafanya ndio wanafanya kushuka chini usije kuanguka. Bwana atiwe tukufu. Unasoma historia ya vile mambo yamekuwa kutoka pale mwanzo na mahali imefika, kwa sababu Belshaza kama angejifundisha na baba yake, Bwana asifiwe, mkono haungekuwa mbele ya uso wake. Bwana atiwe tukufu. Ni mzuri katika mambo yote mahali unapoishi, hata ile ploti ambayo unakaa, hebu angalia watu wanahama kwa sababu gani? Bwana asifiwe. Mahali umezaliwa, hebu kaangalia vile watu wanaendelea, wale hao watu wanaenda hivi kwa sababu hii. Bwana asifiwe. Zile njia ambazo zinastahili zifuate, zile njia ambazo zinastahili wafundishe waachane nazo, tuweze kuingia. Bwana asifiwe. Nafundisha kuhusu unyenyekevu. Ni lazima uweze kujifundisha. Bwana asifiwe. Na mahali watu wametoka, mahali watu wamefika, wale watu fulani wanapitia hii mambo. Bwana asifiwe. Kwa nini wanapitia hii mambo? Watu wengine walikuwa tu wanashushwa. Kwa nini wanashushwa? Bwana asifiwe. Watu wengine walikuwa wanaongea na nguvu na sauti wao kujiuliza kwa nini imeisha. Bwana asifiwe. Ukiwa na unyenyekevu, sasa zingine watu watakuona kama wewe ni mjinga. Wakati mwingine watu watakuona kama unavumilia kidogo mzuri. Bwana asifiwe. Lakini kama unapiga njia za kubarikiwa na kuinuliwa. Bwana asifiwe. Danieli akaambia Belshaza hivi, nene inasema hivi, God has numbered the days of the year and brought it to the end. Bwana asifiwe. Watu wenye kiburi, Bwana asifiwe, ukijua uko na kiburi, jua siku zako zimehesabiwa. Siku zako za kushushwa zimehesabiwa. Bwana asifiwe. Wale wasimama utafunga. Bwana asifiwe. Utaomba maombi na watu wengine waombe baadaye. Siku zako zimehesabiwa. Bwana asifiwe. Wale wakiona mtoto wa mtu wakienda katika njia ambazo zinafaa, Bwana asifiwe, kwa sababu kuna kidogo tu, siku zao zimehesabiwa. Wale wanatumia siku zao kwenda kwa waganga na wanaenda mabaya, siku zao zimehesabiwa. Bwana asifiwe. Siku zao zimehesabiwa. Usijipatie hofu. Wewe usimama mbele ya Mungu, unamwambia mimi ninajua sina nguvu kama wewe. Wewe ndio unapigania watu wako. Wewe unapigana wagonjwa wako. Na Mungu atakupigania kwa sababu siku zao zitafanya nini? Bwana asifiwe. Pekee kwa wengine wengi wamesikia without wanting. Bwana asifiwe. Vile Mungu kama kazi yake si kama binadamu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunapoenda kuuliza kazi mahali, lazima tufanyishwe ibaki. Si kweli? Lazima uonekane ama ile kitu unataka kwenda kufanya, uko na uwezo wa kufanya. Ama masomo yako yanakukubalia kuifanya. Bwana asifiwe. Lakini katika kazi ya Mungu ni tofauti
na inapatia nguvu ya kufanya, lazima upewe unyenyekevu. Bwana asifiwe. Sio wakati unaanza kuona sasa unaanza kupata nafasi ya kujifunza kulingana kidogo, unajawa akiburi. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anaanza kukuinua, ndio anaweza kufanya ile kitu anataka uweze kuifanya. Bwana asifiwe. Akija kukuinua tena na kiburi, anakutoka naona wewe hawezi. Bwana asifiwe. Ni watu wengi wanaanza huduma. Bwana asifiwe. Sikakufia katikati, kwa sababu walifika mahali wakaona mimi ndio wao. Bwana asifiwe. Mimi ndio fanya muujiza, mimi ndio roho hadi naenda. Bwana asifiwe. Na mimi ndio na Mungu akasema ataendelea ama ataendelea. Bwana asifiwe. Mungu anakupima naona wewe njia ambayo unatumia alifanya. Bwana asifiwe. Anaanza kukushusha. Sema amen. Bwana asifiwe. Unapoanzia katika kaburi, unapoona kaburi imeanza kupata faida nyingi. Bwana asifiwe. Utaingia na kaburi kwa kama si wewe, hiyo faida haipatikana. Bwana asifiwe. Ukiwa kama Mungu anayesema na kukutana, ataona kama wewe hauwezi, kwa sababu ndani yako umegawa akili. Bwana asifiwe. Na mimi ile kitu ninajua hii duniani ni moja. Na nataka kujua hivi. Bwana asifiwe. Kazi yote Mungu ambaye ameiteua. Bwana asifiwe. Ikuwe ni biashara, ikuwe ni dawa, ikuwe ni kitu. Lakini Mungu amesema lazima itakuwa, lazima itakuwa. Bwana asifiwe. Hata ukiingia katika Mungu, unaweza kusimamisha, Mungu atakuwa mtu mwingine akusimamisha. Bwana asifiwe. Unaona jambo kama nimesimama basi siku ya leo. Bwana asifiwe. Hata nisiposimama, lazima tutasimama mtu mwingine. Bwana asifiwe. Hakuna siku watu wataingia mahali yao wapate kweli. Bwana asifiwe. Sababu hii si kazi ya binadamu. Hii ni kazi ya Mungu. Ni lazima tujifundishe kunyenyekea katika kila hali. Bwana asifiwe. Ukimfanyia Bwana yako mambo hayo, lazima atapata mtu mwingine. Bwana asifiwe. Ukimfanyia mtu wako mambo hayo, lazima atapata mtu mwingine. Kwa sababu hiyo sio kusudi lako, ni kusudi la Mungu. Na kwa sababu Mungu amekupa kwa hakika hauwezi, lazima atakuingiza. Bwana asifiwe. Your kingdom is divided and given to the ladies and the ladies. Bwana asifiwe. Ufalme wako umegawanyika na umepatiwa watu wengine. Bwana asifiwe. Ukienda katika kitabu cha Ufunuo 3:11 anasema tunza sana ulicho watu. Tunza sana ulicho watu. Bwana asifiwe. Maandiko ya hakika inasema ya kwamba nenda upesi. Tunza sana ulicho watu. Ile kitu Mungu anaweka ndani yako ni jukumu lako kutunza. Bwana asifiwe. Ile kitu Mungu anakupatia ni jukumu kutunza. Sababu usipotunza, Mungu atakuamshia watu wengine. Bwana asifiwe. Na wakati Yesu aliitisha Wanafunzi, alikuwa anaitisha Wanafunzi kuonyesha unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kama ingekuwa ni mambo yao, ningeitisha ripota. Si kweli? Kama ingekuwa ni mchungaji hapa, angeitisha ripota au atembea na Mungu. Si kweli? Lakini Yesu mwenyewe alionyesha unyenyekevu. Lazima tukue na jambo la kunyenyekea. Bwana asifiwe. Kama unajua kitu, fundisha wengine. Bwana asifiwe. Ndio ile siku hautakuwa wataifanya kwa njia yako. Na utaisha mtu. Bwana asifiwe. Jambo lako ambalo unataka kufanya, shika wengine mkono. Wacha kucheka kwa sababu unaweza kuteseka na
ya kwamba Mwanapunda anapoenda kufunguliwa tuonyeshe unyenyekevu. Bwana sifiwe. Kama tunataka kufunguliwa ni lazima tuonyeshe unyenyekevu. Kama tunataka kutupata mahali pengine lazima tuonyeshe unyenyekevu. Bwana sifiwe. Haitaangalia masomo yetu kwa sababu Mungu hataangalia masomo. Haitaangalia na nguvu yetu ya mwili kwa sababu Mungu ndiye mwenye nguvu yote. Bwana sifiwe. Lakini lazima tuonyeshe unyenyekevu. Usijali watu watakuona ukiwa mjinga. Usijali watu watakuona ukiwa na malaya. Bwana sifiwe. Lakini kwa yule Mungu ambaye unayemtumikia anataka unyenyekevu. Tuweze vitu bado. Nikimalizia katika kitabu cha Zaburi 51 nikitaka mtu anisomee 51 mstari wa 10. Book of Psalms 51, verse 10. The Bible says, "Create in me a clean heart, O God, and renew my strength, my steadfast spirit within me." Bariki. Bwana sifiwe. Mungu unipe roho safi. Ufanye upya iliyotolewa ndani yangu. Bwana sifiwe. Kama unataka Mungu aende akafungulie ndani yako, sikia leo. Ni lazima Mungu akuombee roho mwingine safi. Moyo ambao hauna kiburi. Moyo ambao hauna chuki. Moyo ambao hauna upendeleo. Bwana sifiwe. Ndio pesa kuinuliwa. Ningeomba kila mtu aweze kusoma Biblia yake. Nimemaliza na nifikiri kuna mtu imemfundisha. Tupatie please moja ndio tuweze kuomba. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya.
ukula hapa ni ajabu kutoka na neema ni ajabu kutoka kwa Mungu. Upendo wao upendo wao kwa ajabu katika maisha yetu. Tunatukuza na kuinua jina lako Mungu kwa siku na mchana wa leo kwa habari. Kwa sababu ya mtakatifu na ambao anaongea Pigeni mchungaji makofi.